vipi? Fresh kabisa. Mzima kabisa. Niko poa alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ni mwema. Kwa scenario ambayo inaendelea katika mitandao ya kijamii, Young Africans akiwa anadai fedha zake katika mchezo wa CRDB Federation Cup. Kwanza tuanzie hapa Baraka Yanga. Wanakuambia ukiaminiwa aminika. Yaani huo ni msemo ambao wanapenda kuutumia, hata ukienda kwenye bao yangu huwa nimeuandika pale kwamba ukiaminiwa aminika. Maana yake ni kwamba pale unapopata nafasi ya kuaminiwa, basi jitahidi ufanye kazi kwa uweledi na kwa kila namna ambayo unaweza kwa ajili ya kumfurahisha yule aliyokupa kazi, lakini pia kwa kukuza uweledi na utaalamu wako kwa kuwavutia wengine zaidi wazidi kukuamini wewe. Lakini kinachotokea sasa hivi tumeona bodi yetu ya ligi na TFF wameshindwa kuaminika. Waliaminiwa na watu wa mpira, waliaminiwa na vilabu, waliaminiwa na viongozi pamoja na serikali, lakini wameshindwa kuaminika. Kuna engo gani? Kwa sisi wananchi tuliwaamini kwa sababu ndio watu ambao wanatuongozea mpira wetu wa miguu hapa Tanzania na nchini Tanzania kwa ujumla, lakini wameshindwa kuweka usawa na kuweka ule tuseme ni usawa kati ya baina ya vilabu na vilabu, lakini pia kuondoa upendeleo na kumfavor mtu mmoja. Lakini pia katika level ya vilabu walioamini kwa kujua kwamba wao ndio wanaoongozea mpira na ndio wanaowasimamia na watakuwa wasimamizi wazuri wa vilabu hivyo vyote kwa ujumla, lakini tumeshuhudia kwamba wamegeuka kuwa wasimamizi wa kilabu kimoja na kuwa wakali au wahukumuji wa vilabu vingine kama Young Africans na vilabu vingine vidogo vidogo. Tukija kwa viongozi waliwaamini kwa sababu waliamini watasaidiana nao vizuri katika kujenga mpira wetu kwa ushirikiano wa pamoja, viongozi wa vilabu na viongozi ambao wapo kwenye TFF na bodi ya ligi kwa maslahi mapana ya soka letu. Lakini sana tunaona ni mgawanyo, yani viongozi wa TFF wamegeuka wakubwa kiasi cha kwamba wanawadharau na kuwaona viongozi wa vilabu vingine ni kama vile hawana kazi wanaoifanya. Kwa hiyo wamekuwa wakielewa madaraka, wakizitumia madaraka yao vibaya na kutumia zile ofisi vibaya. Lakini kwa level sasa tuseme ya serikali pia imewaamini bodi ya ligi na TFF kwa sababu katika wizara yetu ya michezo tumewaachia TFF na bodi ya ligi waendeshe michezo yetu. Lakini pia tunashuhudia wamekuwa wakifanya uwekezaji mkubwa sana katika soka letu kupitia TFF na bodi ya ligi, lakini usiokuwa na faida. Maana yake tunashuhudia viwanja vinazidi kuwa vibovu, miundombinu ya mpira inazidi kuwa mibaya. Maana yake usimamizi ambao upo kutoka bodi ya ligi na TFF sio mzuri. Kwa hiyo waliaminiwa pia na serikali, lakini wameshindwa kuwa waamini. Tumeshuhudia viwanja vinasema vinatumia urekebishaji wa bilioni 15 kama cha Tanga ambacho hakisadifu, cha Benjamin Mkapa si bilioni 30, lakini unaona kabisa havisadifu. Tunazidiwa na viwanja vya Zanzibar kule ambavyo vinatumia gharama ndogo tu, lakini viwanja ni vizuri. Lakini pia kuna mataasisi waliwaamini sawa kwamba hawa watatuunganisha na vilabu pamoja na watu wa mpira, sisi tuendelee kupata matangazo, tuendelee kujikuza kama taasisi labda NBC au CRDB na nyingine zote ambazo zimefanya uwekezaji. Lakini cha ajabu wameshindwa kuaminika kwa sababu hata zawadi wanazopewa na mabenki katika mashindano husika kama wadhamini wakuu wanashindwa kuzifikisha kwa wakati, na nyingine pia zinaishia mifukoni kwao kwa sababu zile zawadi ambazo ziliainishwa kimfano na CRDB kwamba kutakuwa na mchezaji bora wa mashindano, kutakuwa na mfungaji bora wa mashindano, kutakuwa na timu bora ya mzunguko, kutakuwa na timu bora ya mashindano, kutakuwa na goli bora la mashindano, lakini tumeshuhudia ni zawadi 3 tu kama sio 4 ndo zimetolewa. Maana yake pesa hizo nyingine zote zimeingia kwenye mifuko yao. Lakini pia bingwa Young Africans analalamika mpaka leo hajapewa pesa yake. Kwa hiyo imekuwa ni muendelezo wa kuaminika, yani wanavunja imani kwa mashabiki, wanavunja imani kwa watu wa mpira, kwa wekezaji na hata serikali kwa ujumla. Kwa sisi tunawashauri hii bodi ya ligi na TFF, ukishindwa kuongoza mpira kwa sheria, taratibu na kanuni, hakuna haja, inabidi step down, uwapishe wengine waje wafanye kazi hiyo kwa uweledi. Lakini unapongangania madaraka haitokusaidia, itavunja na kuziua hata zile sifa nzuri chache ulizokuwa nazo, zote zitaisha kwa sababu yataibuka mengi na ataendelea kuibuka mengi. Watu wana mingi kifuani kwao. Njia sahihi ni wao kutupisha na kujiuzuru, ambacho Young Africans tumetoa kabisa, tukawaeleza tunahitaji vitu vinne vifanywe kazi. Vitu hivyo vikifanywa kazi vitaepushia hata wao kuyaficha madudu yao mingine yaliyobaki nyuma ya pazia. Yapo mengi sana. Sasa hivi kuna sakata kubwa la deni kati ya Young Africans na TFF. Ni deni ambalo Young Africans kwetu tunawadai TFF
na sisi tunawadai kwa sababu tumeonesha vielelezo vya kudai, tumeonesha invoice sawa ya vitu ambavyo sisi tunahitaji kupata malipo kutoka kwao, lakini pia tumewaonesha baadhi ya ushahidi wa kwamba hatujapokea risiti yote kutoka kwao kama malipo ya hizo madai yetu au nini. Kwa hiyo walitakiwa wao Young Africans, tumetoa invoice zetu na tumetoa mlolongo wetu wa madai, wao waje na mlolongo wao wa madai, na kama wanatudai vingeonekana pale, badala ya kukaa kimya na kuendelea kuongea. Sisi Young Africans tunahitaji papers ziongee. Masuala ya kitaasisi yanaongelewa kwa papers, yanaongelewa kwa maandishi. Unadidai? Ndio nakudai. Unanidai kiasi gani? Nionyeshe. Hiki ulinikabidhi vipi? Nilikabidhi kwa hiki. Young Africans anamdai nini TFF kwa sababu alikuwa ana deserve kupewa pesa yake ya ubingwa. Kwa hiyo hiyo ndio deni ambalo lipo kule kwetu kwao. Lakini pia tuna pesa ya viingilio katika mechi za za kimataifa za shirikisho. Lakini pia kuna pesa ya vijana tunawadai. Sasa sisi tumeweka mlolongo mzuri. Wao wangekuja na mlolongo, pesa yenu ya vijana tuliwapa, shahidi ni hii, receipt ni hii. Pesa yenu ya viingilio tuliwapa, receipt ni hii. Pesa yenu ya ubingwa tuliwapa, receipt. Na kama hatujawapa tulikata kwa mlolongo huu na huu na huu na kwa taratibu hii, na receipt zipo hii. Kama kilichobaki hiki na receipt yake ni hii. Lakini wanachokifanya ni utapeli.